Hili ndo jambo la kuzingatia unapokuwa unahitaji kupona changamoto ya vidonda vya tumbo, na wengi wamekuwa na changamoto kubwa ya vidonda vya tumbo, lakini wameshatumia dawa nyingi sana na hawapati matokeo. Ni kwa sababu kuna mambo ambayo hawajaweza kuzingatia. Kitu cha kwanza unachotakiwa kuzingatia ni kwamba kwanza inabidi ufahamu wewe una aina ipi ya vidonda vya tumbo. Hicho ndo kitu cha kwanza ambacho mtaalamu wako inabidi akifahamu. Ndio maana baadhi ya wanavyotumia dawa wanapona, wengine hawaponi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu pia aina za vidonda vya tumbo tulivyo navyo zinatofautiana. Kuna mwingine anakuta vipo kwenye utumbo mdogo, vingine viko kwenye kuta za tumbo, vingine viko kifuani, lakini pia wengine wamewahi kufanyiwa operation, kwa hiyo unakuta H pylori yuko pale kwenye yale maeneo. Kwa hiyo hapa lazima pia ni dawa tofauti zinazotumika, na ndio maana mara nyingi matatizo haya hatutakiwi kuyakariri, tunatakiwa kumwelewa muhusika. Kwa mfano, mtu ambaye ana vidonda vya tumbo vinavyopatikana kwenye kuta za tumbo, utakuta gesi, kiungulia, ana hamu ya kula, akila anapata maumivu makali lakini anakonda. Kwenye kifua anapata changamoto kwenye kifua, lakini kwenye utumbo mdogo unakuta mara nyingi kwenye utumbo mdogo huyu mtu anapata hamu sana ya kula, na mara nyingi unakuta ananenepa, yani ananenepa au afya yake haibadiliki au uzito wake haubadiliki. Niambie hapo kwenye comment una aina ipi ya vidonda vya tumbo ili niweze kusaidia kupata